الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na mlango wa 23 katika kitabu Riyadhus Salihin, babul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, mlango unaozungumzia juu ya kuamrisha mema na kukataza kutokana na yale maovu. Tulisoma mpaka hadithi ya 12 na insha Allah taala tutaondokea leo hii katika hadithi ya 13 katika mlango babul amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, mlango katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kama tulivyosema katika darasa iliyopita, hapa ndio kwenye ukamilifu wa Uislamu, na hapa ndio kwenye salama ya dunia, na hapa ndio kwenye salama ya maisha ya watu, na vile vile salama kwenye maisha mpaka ya wanyama na mimea, katika jambo zima la kuamrisha mema na kukataza maovu. Na hapa ndio hutukuka watu na wakaanguka chini watu wengine. Hapa ndipo wanapokuwa watu kuwa ni bora na watu wengine wakawa ndio ahasi kwa ubaya, kama alivyoyathibitisha hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kwenye sura Ali Imran aliposema, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi, hakika nyinyi Waislamu mmekuwa ni umma bora kuliko umma zote ambazo zimetolewa kwa watu. Alama ya ubora wenu, sababu kwamba nyinyi mmekuwa bora, taamuruna bil ma'rufi, mnaamrishana mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnakatazana mabaya. Hapa ndipo mlipokuwa wema. Na tutaona katika hadithi zifuatazo watu sababu gani wakalaaniwa na sababu gani wakawa ni waovu walipoacha jambo hili la kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Hadithi ya 13 الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال, kutokana na sahaba bwana Abdullah bin Mas'ud, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil, hakika mwanzo wa kuingia upungufu, inna awwala ma dakhala an-naqsu, hakika mwanzo wa kuingia upungufu, ay an-naqsu fi din, yani upungufu katika dini, walipoanza kupungua, walipoanza kuharibu, ala bani Israila, juu ya wana wa Israili,
hata ikasababisha kuporomoka na kuporomoka na kuporomoka mpaka wakaingia kwenye laana. Mwanzo walipoanza kupunguza miiko ya dini ni kama inavyosimulia hadithi yenyewe, an-naqsu ay naqsu ala dini, kupunguza kwenyewe au kupungua kwenyewe ni kule kupungua juu ya dini. Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil, hakika mwanzo wa kuingia upungufu juu ya dini katika wana wa Israili, annahu kana ar-rajulu, ni kwamba alikuwa mtu katika bani Israili, yalqa ar-rajula, hukutana na mwenziwe, huyo aliyekutana naye anafanya mambo ambayo ni kinyume na Uislamu, anafanya mambo kinyume na maamuru ya Mola wake, anakwenda kinyume. Basi huyo mja mwema katika bani Israili, fayaqulu, husema kumwambia huyo anaofanya maovu, ya hadha, ewe mwenzangu, ittaqillaha wada' ma tasna'u, mche Mwenyezi Mungu na uyawache hayo unayoyafanya. Na maana ya ittaqillaha, maana ya kumwambia mche Mwenyezi Mungu ni kwamba anamwambia ij'al fi'la amri llahi, jaalia kufanya amri za Mwenyezi Mungu, wa tarka nahyihi, na kuacha makatazo yake. Mambo haya mawili, jaalia wiqayatan laka, ni ngao kwako wewe, min adhabihi, kutokana na adhabu yake. Hiyo ndiyo maana ittaqillah. Kumcha Mwenyezi Mungu ni kuyatenda yale ambayo ameyaamrisha, ni kufanya amri zake, na vile vile kuacha makatazo yake Mwenyezi Mungu. Ukifanya hivyo umejitia kwenye ngao ya adhabu zake Mwenyezi Mungu. Na bila ya kufanya amri za Mwenyezi Mungu na bila kuacha makatazo yake Mwenyezi Mungu, mtu anakuwa hana ngao ya kujizuilia asiadhibiwe, ataadhibiwa. Kwa hivyo walipokuwa wanamwambia ittaqillaha, ni kwamba anamwambia ij'al fi'la amri llahi, jaalia kufanya mambo ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu, wa tarka nahyihi, na ujaalie kuacha makatazo yake Mwenyezi Mungu, wiqayatan, fanya kuwa ni kinga, fanya kuwa ni ngao, laka, kwako wewe, min adhabihi, kutokana na adhabu zake Mwenyezi Mungu. Ya hadha ittaqillaha. Basi mja mwema katika Bani Israili anapokutana na mtu ambaye anafanya uovu, humwambia kwanza mche Mwenyezi Mungu, wada' ma tasna'u, na uache hayo unayoyafanya. Fa innahu, umwongezea kumwambia, kwani hakika la yahillu laka, hayo hayakuhalaliki wewe kuyafanya, sila ikiyatu, hayo unayoyafanya yamekatazwa na Mwenyezi Mungu. Fanya ulivyoamrishwa na wacha ulivyokatazwa. Basi kishamwambia mara moja hivyo, tena anamwachia, wanakuja kukutana tena mara ya pili. Thumma yalqahu min alghadi, kisha hukutana naye tena siku ya pili yake, wa huwa ala halihi, na huyo mwenzake aliyemkataza jana yuko juu ya hali yake ile ile, anaendelea naye. Kama ni ulevi, basi amemkuta tena katika kibao chake, na kama ni zinaa amemkuta tena na zinaa zake, na kama ni ushirikina ameshamkataza jana, amemkuta siku ya pili yake anaendelea tena na shirki vile vile. Alimuradi kila alilomkataza jana kamkuta ala hali, yuko juu ya hali ile ile ambayo alimkataza. Basi safari hii fala yamna'u, kisha mkataza jana, basi nakuwa tena ndo kachoka, ameshajizuilia, hamzuilii tena. Fala yamna'uhu dhalika, basi hakuna kinachomzuilia yeye kumfanya tena amwamrishe mema na kumkataza mabaya kama alivyomkataza jana na kumwamrisha. Kilichomzuilia safari hii, anaona huyu kama nitamwambia mengi siku zote nitamkerakera, nitakosa mambo kwake. Inamzuilia sasa an yakuna akila, anakuwa ni mlaji mwenzie, wanakula pamoja. Kama si jamaa yake, jirani yake, kama si jirani yake ni bosi wake kazini, na kama si bosi wake ni kiongozi wake katika fani yoyote,
anamstahi, anamuonea haya sasa. Kisha mkataza jana, sasa kuendelea tena kumwambia hayo kwa hayo, anaamua kufunga mdomo na sasa ajizamatia kimya. Hapa ndio kwa mwanzo palipoingia upungufu kwa Bani Israeli juu ya dini yao. Na huenda Muislamu vile vile akajiona au akajikuta ameamrisha mema kwa mtu au amekataza ubaya kwa mtu, halafu akakujia akakutana na kwambia, mzee wangu nimesema naye sana, ndugu yangu nimemwambia sana. Mwingine anakwambia mkewe hasa akamwambia sana kwa swali, na mwingine anakwambia mumewe hasa ameshikiliana naye juu ya mambo ya kuacha ulevi, labda juu ya mambo ya kuacha mambo maovu mengine ya nje ya zinaa, na kumtaka mumewe au mkewe afanye ibada. Ni kwamba anakusikitikia kwamba anaonekana kachoka hana kufanya, na pengine anaamua kumwasilia mbali kama alivyo. Hapo ndiyo kupungua katika dini. Muislamu yoyote aliyekamatana na dini yake hafikii kikomo katika kuamrisha mema au kukataza mabaya ila pale anapowekewa mchanga juu yake, kisha kufa kazikwa, hapo ndo mwisho. Lakini makali uhai, pumzi zinakwenda na kurudi, basi bado ana nafasi ya kuamrisha wema na kukataza mabaya. Akishindwa njia ya mdomo, anatumia njia nyingine ya kuchukia, bali kama ataweza kuzuia kwa mkono wake anazuia. Akiona kwamba mimi huyu si kiasi changu, anamdharau mkubwa wangu, anatumia njia nyingine, hata kumtumia watu. Anakwenda kama kawaida ya maji inavyokwenda. Maji usiukadhani kule kuzingiwa pahala ikaona kapopita ndiyo basi mwendo wake. Hayakubali, yatajikusanya, yapate nguvu ya pamoja, yawe mengi. Ima yatakuja kiambaza, au yataliozesha gogo lolote lilowepo kwake, au yatafaramia baada ya kuwa mengi yatageuka pamoja, au yatageuza njia yakiwa mengi yatakwenda kwingine, lakini kazi yake ya safari maji inaendelea. Na kwa hivyo mwanadawa au Muislamu asije akachoka kafika pahala hana la kufanya, hawezi tena kumkataza mtu mabaya au hawezi tena kumwamrisha mtu mema. Akifika hapo basi ameshapungua katika dini yake, na iko siku ataingia mpaka katika laana ya Mwenyezi Mungu, alaaniwe, kama tutavyoona katika hadithi. Basi thumma yalqahu min alghadi, kisha hukutana naye siku ya pili yake mtu yule, wa huwa ala halihi, naye yuko juu ya hali ile ile aliyemkataza jana, hali aliyemkataza jana. Fala yamna'u, safari hii hakuna kinachomzuilia asiendelee tena kumwamrisha mema au kumkataza kufanya mabaya. Fala yamna'u dhalika an yakuna akilahu, anaogopa kwamba yeye anakuwa ni mlaji mwenziwe, wanakula pamoja, ndiye alimwajiri kazi, pengine ndiye anayemlipa, ndiye anayemwendesha, anamsaidia sana. Washaribahu, na anaona tabu kwamba yeye ni mnywaji mwenziwe. Wakaidahu, na ndiye anaokaa naye kama si jirani basi kwenye kikao, kwenye barza moja, ofisi moja, klasi moja, deski moja pengine. Anaona haya sasa kumwambia tena mara pili. Falamma faalu dhalik, walipofanya haya Mayahudi, yani kujizuilia kukataza tena mara ya pili, daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd, hapa ndipo Mwenyezi Mungu alipozipiga nyoyo zao baadhi yao kwa baadhi ya nyingine, akazigonganisha, wakawa ni watu wasiofahamiana, watu wanaogombana, watu wasioaminiana, fuku kubwa baina ya mmoja kwa mwingine. Daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd, alizikamata nyoyo Mwenyezi Mungu kwa namna yake anaweza mwenyewe Mwenyezi Mungu, akazipiganisha nyoyo za baadhi yao kwa nyoyo za wengine. Thumma qala, kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika hapa akatamka aya ya Qur'ani akasema, lu'ina alladhina kafaru, wamelaaniwa, yani wamefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu wale waliokufuru, min bani Israila, katika wana wa Israili, wamelaaniwa ala lisani Dauda, juu ya ulimi wa nabii Daud, wa Isa ibn Maryam, na ulimi wa nabii Isa mwana wa Maryam.
aliposema kule nyuma an yakuna akilahu, hakuna kilichomzuilia isipokuwa yeye anaogopa kwamba atakuwa ni mlaji wake. Ai muwakiluhu, ndiye ambaye amemwakilisha yeye katika mambo ya riziki, ndivyo anavyoona. Na anahisi mtu mkisema wengi nitakuja kutia kitumbua changu mchanga, anahisi kwamba nitaharibikiwa. Kumbe kule kuacha ndiko kaharibikiwa, maana kamkera Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anamchafulia maisha yake. Wa musharibuhu wa muqaiduhu, na kwamba yeye ndiye anayekunywa naye na yeye ndiye anayekaa naye. Pengine kampakisha nyumba, anaogopa atanifukuza, nitakwenda kaa wapi? Kumbe kule kumwacha ndio anafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Sasa ndo anaingia kwenye laana. Sasa angeitaka salama yake, salama mja ni kupata radhi za Mola wake kwa kuamrisha watu mema na kuwakataza mabaya, unaipata radhi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawasifa waja wema, kuntum khaira ummati, nyinyi mmekuwa ni umma bora kabisa. Nini maana ya kwamba nyinyi ni bora? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ni kwamba mnaamrishana mema na mnakataza na mabaya. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, na hao wanaosikia wamelaaniwa kwa ulimi wa Nabii Daudi na kwa ulimi wa Nabii Isa mwana wa Maryam. Hawa ahli kitabu hawa, lakini wangeamini imani hii wakaamrishana mema siku zote na kukatazana maovu siku zote, lakana khairan lahum, ingelikuwa ni bora kwao vile. Lakini wameacha, wamelaaniwa. Na kulaaniwa huku sio kwamba wamelaaniwa Mayahudi peke yao, bali kila atakwenda mwendo huu manake ndio atafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Wakitaka watu kujitatiza na kujitia kwenye tabu na nyoyo zao zipiganishwe baadhi yao kwa baadhi ya wengine, ni kwamba waachiane kama walivyo, wasiamrishane mema wala wasikatazane mabaya, basi wataona Mwenyezi Mungu namna atavyoharibia maisha yao. Na hapa katika tamko la lu'ina alladhina kafaru min bani Israila, qala Ibn Abbas katika kufasiri maneno haya amesema lu'inu bikulli lisanin ala ahdi Musa, Mayahudi walilaaniwa kwa kila ulimi, sio kama ni ulimi wa mtume peke yake Nabii Daudi, hapana. Walilaaniwa na kila ulimi wa mja mwema, ulimi wa malaika, ulimi wa watu wema, ulimi wa kila kitu. Ala ahdi Musa, katika zama za Nabii Musa, fi Taurati, ndani ya Taurati. Wa ala ahdi Dauda, na vile vile wakajalaaniwa tena katika zama za Nabii Daudi kwa ulimi wa kila mtu, fi Zaburi, ndani ya Zaburi. Wa ala ahdi Isa, na wakajalaaniwa tena mara nyingine katika zama za Nabii Isa, bil Injili, katika Injili. Na hivyo hivyo wakifanya mchezo watu wa Muhammadi watalaaniwa katika sehemu zote hizo, tokea kwenye Taurati na Zaburi na Injili, na wakija wakilaaniwa kwenye Qur'an wataumia. Maana ndio kitabu cha mwisho, hakuna tena mshuko mwingine wa aya utakaoshuka kuja kuwaokoa. Wakija wakilaaniwa kwenye Qur'ani, ndio basi watakusha. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila, mtume baada ya kuzungumza sifa za Mayahudi kwamba alikuwa mtu anakutana naye mwenzake anamkataza leo, kesho yake hakatazi tena, na kilichomzuilia kufanya hayo ni kwamba yeye ndo mlaji mwenziwe, ndiye anayekula naye, anakunywa naye, na ndiye anayekaa naye. Kisha mtume akaisoma aya hii, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Mwenyezi Mungu akaendelea, dhalika bima asau, yamewapata hayo ya kulaaniwa kwenye ndimi zote hizo ni kwa sababu ya pale walipofanyia waasi, wakanu yaataduna, na walikuwa ni wenye kuchupa mipaka katika amri ya Mwenyezi Mungu. Kubwa lao ni lipi waliolifanya hata ikawa wamechupa mipaka katika amri za Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu ameacha yote waliokuwa wakifanya mabaya. Kubwa zaidi, kanu la yatanahauna, walikuwa wao hawakatazani, an munkarin faaluhu, kutokana na uovu ambao wameufanya. Kule kutokukatazana uovu walioufanya, labisa ma kanu yafaluna, ni ubaya mkubwa mno wa yale waliokuwa wakifanya. Kutokukatazana maovu wanayoyafanya, basi imekuwa labisa ma kanu yafaluna. Mwenyezi Mungu anaendelea, tara kathiran minhum,
utawaona wengi katika wao yatawallawna alladhina kafaru, wanawafanya ndio vipenzi wale waliokufuru. Yatawallawna alladhina kafaru, wanawafanya ni vipenzi wale waliokufuru. Hapa kwa tamko hili bimaana yansurunahum, wanawanusuru makafiri, wanawasaidia. Kama kafiri anapigana na mtu mwenye kuamini, wao watakwenda kujiunga na kafiri kumpiga aliyeamini mwenzao, kama walivyofanya Mayahudi katika zama za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale Madina. Wao ni wanachuo, Mwenyezi Mungu amewatukuza akawaita wanachuo, ahli kitabu, yani ni watu wa chuoni, watu wasomi waliopokea kitabu cha Mungu. Ni heshima kubwa mtu kuitwa ewe mtu wa chuo, ewe mwana kitabu. Mambo yako ilibidi uende kwa mujibu wa kitabu kilivyokuamrisha. Haikuelekea kabisa wewe kumpinga mtume wa Mwenyezi Mungu wakati umemuona kwenye kitabu kwamba hivyo ndivyo atavyokuwa, hizo ndio sifa zake, kila kitu kikijua Mayahudi. Wakawa wao ndio wa mwanzo kumpinga Muhammad na wakiungana na makafiri dhidi ya Nabii Muhammad. Kanu yatawallawna alladhina kafaru, tara kathiran minhum, utawaona wengi miongoni mwao yatawallawna alladhina kafaru yansurunahum, huwafanya vipenzi ni kwamba wanawanusuru, wanawasaidia. Wayattakhidhunahum awliyaa, na wanawafanya ni walinzi, vipenzi, yani wanapendana kitu kimoja badili ya waumini wenzao. Na mwisho wanasema haulai ahda min alladhina amanu sabila, hawa makafiri wa Quraysh wakiwaambia nyinyi mmeongoka zaidi mnaoyafanya. Hii kutufu Kaaba uchi ndo barabara zaidi, huku kuzunguka Kaaba ni Mwenyezi Mungu na masanamu ndani yake yamejaa 360, ndio dini barabara. Hii ibada ya kupiga miunzi na vikorongo hivi ndio barabara sahihi kabisa yenyewe. Min alladhina amanu sabila, nyinyi mmeongoka zaidi kuliko wale walioamini. Hawa wote walifanya wale. Mwisho walifika mpaka wakawaambia kwamba nyinyi makafiri mnaoyafanya ndio bora zaidi ya Mungu. Haulai ahda min alladhina amanu sabila, hawa makafiri wameongoka zaidi kuliko wale ambao wameamini katika njia ya ibada. Tayeb, tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, utawaona wengi wao wanaofanya vipenzi wale makafiri. Jambo hili la kuwafanya vipenzi makafiri wakawaacha waumini wenzi wao, Mwenyezi Mungu anasema vile vile la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, ni ubaya mkubwa mno ambao nafsi zao zimeutanguliza ubaya huu kufanya. La bi'sa, ni ubaya mkubwa mno, ma, ubaya ambao qaddamat lahum anfusuhum, nafsi zao zimeutanguliza kwa ajili yao ubaya huo. Watakuta mbele aya ziliendelea ila qawlihi fasiqun, mtume akazisoma mpaka kufika tamko la fasiquna. Thumma qala, kisha baada ya kumaliza aya hizo mtume akasema kalla, hapana, nyinyi waislamu kwa upande wenu msiwe mkisoma habari za ahli kitabu kisha mkajiona mmeongoka, kisha mkajivua mkaona hammo. Huu ni mfano wa watu wabaya mnasomewa na nyinyi, kama ni onyo kwenu. Ma biayatin fi kitabillahi ta'ala ma ya'nina abadan, mtume aliwaambia mara nyingine hakuna aya yoyote katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ambayo sisi inatuacha, haikutugusa, haikutuhusu hata aya moja hakuna. Hata ukiona kumekuja kisa cha Musa na Firauni, halafu katajiwa ubaya aliyoufanya Firauni, aya zile kwa hakika hakuna hata moja iliyomuokoa Muislamu, haimgusi. Kwake yeye maelezo yale si kama Mwenyezi Mungu anamhadithia hadithi tu kwa huko pakawa akaona kwenye Qur'ani mna mambo mengi ya zamani yaliyopita nyuma. Hiyo ni kwa ajili ya faida yake yeye, anapewa sifa za watu wabaya, anapewa habari za watu wema ili apate kujua kwamba ubaya ni nini na wema ni nini, ubaya auache na wema afanye, na mifano naambiwa. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu baada ya kuzungumza visa vingi, kisha baadaye humwelekea Nabii Muhammad au huwaelekea waumini, anamwambia mtume wake tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika, hizo ni habari za siri kuzifunua kwako Muhammad. Na maana kuzifunua kwako ni kwa faida yako na umati wako. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu akizungumza kisa kizima anakuja na maneno ma kana hadithan yuftara laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab,
kwa hakika zimekuwa simulizi zao hao tuliokusimulia nyuma ibara, ni mazingatio liulil albabi, kwa watu wenye akili za kuchambua. Simulizi hizi makana hadithan yuftara, hazikuwa ni simulizi ambazo zimebuniwa mtu katunga alafu akaeleza, hapana. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini hizi simulizi ni uthibitisho unaokubaliana na vitabu vinavyotangulia nyuma, na tunaposimulia na wewe vile vile Muhammad, basi kuna lengo maalum tumetaka kwako na kwa watu wako. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. hilo ndilo lengo maalum. Ni kama watu wasimuliwa wajione wao waongofu, wacheke, waseme kama Mayahudi bwana, Mayahudi walikuwa na mambo makubwa, kumbe zile sifa pengine wao wanazo akhadhi kuliko Mayahudi. Tayib, thumma qala, kisha mtume akawaambia Waislamu baada ya kuwapa taratibu maalum ambazo wamezifanya Mayahudi wakaingia kwenye laana ya Mwenyezi Mungu, kisha nawaambia kalla, hapana, wallahi naapa kwa Mwenyezi Mungu mimi, la ta'murunna bil ma'ruf, na nyinyi umati wangu naapa kwamba wallahi mtakuwa mkiamrishana mema, hiari zenu, wala tanhauna 'anil munkari, na wallahi mtakatazana mabaya bila kuonana haya, bila kustahiana. Hiyo ndio salama yenu, salama ya dini yenu, salama ya maisha yenu, salama ya kila kitu chenu, mpaka salama ya kuzikosa radhi za Mwenyezi Mungu pia iko hapo. Wala ta'khudunna ala yadi dhalimi, na nakwambieni wallahi mtaukamata mkono wa dhalimu, mzuie. Hamtamuona mkono wa dhalimu mkamwambia kwamba sisi hatujali wala tubali unayoyafanya, kwa sababu sisi wenyewe tumeshaongoka, tuna yetu na wewe una yako, na tunakwambia mara ya kwanza kusikia, basi nakwambia mara nyingi. Wala ta'khudunna, bali nyinyi mtakamata kwa nguvu, mtaizuia mikono ya madhalimu. Wala ta'thirunnahu 'ala al-haqqi, na wallahi mtamlazimisha dhalimu huyo juu ya haki, athran, kwa mlazimisho maalum mpaka akubali bila haki. Na kama mkuyafanya hayo mtaona. Wala takfurunnahu 'ala al-haqqi kasra, na vile vile kabisa mtamfanyia kasoro maalum katika kuacha kutekeleza mambo ya haki, kasran, kwa ufupisho maalum, mtamfupisha ili aache kabisa kupuuza mambo ya haki. Na kama mkwenda mwendo huu, au la yadhribanna Allahu biqulubi ba'dikum ala ba'd, au Mwenyezi Mungu atavipiganisha nyoyo za baadhi yenu kwa baadhi ya nyoyo za wengine, kama alivyowafanyia Mayahudi, wakachukiana, wasifahamiane, ikawa ni chuki na fisadi moja kwa moja. Na kwa wenyewe Waislamu vile vile fisadi na maharibiko itaanzia hapo, kwamba mtu mnamuona na haribu na halafu baadaye amchukue hatua yoyote. Thumma, kisha baada ya hapo, liyal'ankum, atakufukuzeni Mwenyezi Mungu katika rehema zake, atakulaanini Mwenyezi Mungu kama la'anahum, kama alivyowalaani hao Mayahudi. Hadithi hii rawahu Abu Daud, amesimulia Imam Abu Daud wa Tirmidhi, wa qala, na akasema hadithun hasanun, hadithi ni nzuri katika upande wake wa masnad. Hadha lafzu Abi Daud, hili ndilo tamko ambalo alipolipokea Abu Daud na ndivyo alivyoeleza hapa. Wa lafzu Tirmidhi, na tamko la Imam Tirmidhi, yeye kapokea namna hii ifuatayo. Hadithi hii anasema Tirmidhi kwa namna alivyopata yeye, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi, unaponyamaza kimya uovu uendelee, unaponyamaza kimya kwenye uovu usemi, basi ina maana kwamba unahimiza kwamba uovu uendelee. Kwa hivyo yeye mtu anakuwa, kwa sababu anahimiza, anakuwa anafanya uovu zaidi kuliko wanaofanya maovu. La yakfi, haitoshi kabisa, mujarradun nahyi 'anil munkar, kukataza tu peke yake maovu, bilisani, kwa ulimi peke yake haitoshi. Ikiwa kweli Mwenyezi ataona kwamba hapa hapana nguvu za kuzuia, hapa hapana uwezo wa kusema, ikiwa ndio tena hapana budi ila patumike kuchukia, basi hiyo Mwenyezi Mungu pia ataikubali, pamoja na kuwa ni imani dhaifu, kama Mtume alivyobainisha hayo kwa kusema, man raa minkum munkaran, mwenye kuona miongoni mwenu uovu unafanyika mbele yake, falyughayyirhu biyadi, kama anao uwezo kuzuia kwa mkono, azuie mara moja.
fa in lam yastati', na kama hawezi kuzuia kwa mkono, fa bilisanihi, basi kwa ulimi wake angalau akataka kusema. Fa in lam yastati', na kama hawezi kuzuia kwa ulimi, fa biqalbihi, azuie kwa moyo, atukie, angalau ashiriki, angalau aonyeshe kwamba mimi nakutukieni, na sababu ya kutukieni si kama mna nyingine, isipokuwa ni kwamba mwenza wenu sikupenda, asikae nao, asishiriki katika maovu yao. Lakini kutukia huku wadhani adhafu iman, huko kutukia kwa moyo ni katika imani dhaifu, lakini Mwenyezi Mungu ataikubali. Basi wao tena matokeo yake fajalasuhu, wakakaa nao fi majalisi, katika mahala wao wanamokaa na maovu yao. Na wakitokezea vijana wengine wanapotelea mbali, sasa wameshaiwaza na vioni na elimu zao kaifanya sisi. Basi wakitokezea watu wakiwakataza wale waliofanya maovu, waambia lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adhaban shadida. Nyinyi nini mjitia mambo kibafu kule? Lima ta'iduna qauman, kwa nini nyinyi mna wakataza watu ambao Allahu muhlikuhum, Mwenyezi Mungu mwenyewe yupo akitaka tawaangamiza, au mu'adhibuhum 'adhaban shadida, au tawaadhibu adhabu kali zaidi? Wale vijana hujibu ma'adhiratan ila rabbikum, haya kwa hakika ni mambo ya tahadhari, tutatoa maonyo kutoka kwa Mola wao ili wapate kukoma na haya mambo. Sisi kama tunafanya hivyo, sisi ni katika kujitia upande wa usalama mbele ya Mola wetu, tunajiweka katika upande wa usalama, kwa sababu kama tufanya hivi tutaingia sote katika hapo. Na basi fajalasuhum, hatimaye walipokuwa hawakukoma kuyawacha ile maovu, wakakaa nao fi majalisi, katika mahala wao, ikawa rafiki zao na mazungumzo kwa furaha na kucheka. Hivi kwa hakika moyo wa Uislamu, moyo wa Muislamu, imani ya Muislamu ya kweli haikubaliani na haya, kushirikiana na mtu muovu. Uovu ulikuwa unajulikana waziwazi, kushirikiana naye abadan, hata kama kuna mapenzi ya namna gani, hata kama ni mtu na mumewe, mtu na mkewe, madhali kuna jambo baya linatendeka, kama kuacha ibada, kama kushirikisha, kama zina, haitawezekana kabisa kwamba tofika pakuwa lala vicheko abadan. Ikiwa mtu ana uwezo wa kutumia mkono autumie, au uwezo ulimi aseme maisha yake, na mpaka vitisho vya kudai talaka au kumwambia mtu takuacha kama uswali, haiwezekani kabisa kwa mando furaha moja kwa moja na vicheko na hivi na hivi abadan. Imani ya Muislamu wa kweli haikubali, na sio kwamba umesema mara moja mara mbili ikawa basi, unasema siku zote, na mwisho achukua hatua nyingine za kuchukia, haiwezi kabisa kufurahi naye. Inabidi kutumia njia nyingine mbalimbali. Ikiwa hapana budi watu walikuwa si njia moja, basi watengane. Hazikusanyiki njia mbili hizi, nyumba mbili hazikaa pamoja. Mwenyezi Mungu anasema at-tayyibatu lit-tayyibina, wanawake wema ni kwa ajili ya wanaume wema, wat-tayyibuna lit-tayyibat, na wanaume wazuri wema ni kwa ajili ya wanawake wema. Hapo ndipo watakometi, hapo ndipo watamfahamiana. Hakuna kugombana kwa ibada wala kuvaa nguo, wala kwamba umetoka bila ruhusa yangu. Kwa nini? Hakuna bombi huo, kwa sababu wote wako katika uadilifu wa kidini. Walkhabithatu lilkhabithina, na wanawake makhabisi wabaya haikuwekwa kwa wanaume wazuri, imewekwa kwa wanaume wabaya. Walkhabithuna lilkhabithat, na wanaume makhabisi, wanaume wabaya ni kwa ajili ya wanawake wabaya. Madhali wewe unamwambia huyo unaoishi naye watakulewa, na mwisho anakujibu kaburi lako na langu tofauti, niache kama nilivyo, swali wewe, basi ina maana kwamba hapo ni qala au khabithi, na haziwezi kuchanganyika pamoja nyumba hiyo. Mwenyezi Mungu hakuweka kawaida hiyo, ameweka walkhabithatu lilkhabithina, wanawake wabaya kwa wanaume wabaya, walkhabithuna lilkhabithati, na wanaume wabaya ni kwa ajili ya wanawake wabaya. Ulaika, hawa watu wema. Aya zilikuwa zinamhusu bibi Aisha radhiyallahu anha kufanyiwa baraa ya uzushi aliozuliwa uovu wa zina. Ulaika, watu kama hao kina Aisha, mubarrauna mimma yaqulun, wako mbali kabisa na wanaoyasema. Basi kwa hivyo watakuamua watu kukaa na watu wabaya, hali ya kuwa anajua mwenzake hana ibada, mwenzake mlevi, mwenzake anazini nje, yeye yumo tu
yumo tu, nitafanyaje? Na hiyo mnaondoka kabali naye, nitafanyaje? Hakuna nitafanyaje kwa hapa. Anaharibikiwa mtu na ibada zake, na wewe mwisho wake unachokifanya katika ibada mzima kikubali. Kwa nini hata moyo wako pia hauchuki? Kwa nini huonyeshi kwamba mimi siwezi kuendelea na hivi? Tizama Mayahudi wanavyuoni waliwakataza mara moja kukoma watu, basi fajalasu, ikawa kheri. Wanakaa nao fi majalisihim, katika majlisi zao, waakaluhum, na wanakula nao, washarabuhum, na wanakunywa nao. Walipofanya hivi, fadaraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd, akazipiga chapa Mwenyezi Mungu na kuzigonganisha nyoyo za baadhi yao kwa kuzipiganisha na nyoyo za wengine. Walaanahum, na akawalaani, yani akawafukuza katika mapenzi yake, akawafukuza katika radhi zake. Ala lisani Dauda, wakalaaniwa juu ya ulimi wa Nabii Daud, wa Isa ibn Maryam, na ulimi wa Nabii Isa mwana wa Maryam. Dhalika bima asau, yaliwapata hayo ya kulaaniwa kwa sababu ya kuasi kwao. Wakanu yaataduna, na walikuwa wakichupa mipaka katika Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa riwaya ya Tirmidhi anasema, Tirmidhi, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alipokea hadithi hii Mtume baada ya kufika hapo akakaa kitako. Wakana muttasian, na mwanzo alikuwa ameegemea pahala, akakaa kaegemea. Fakala, sasa akajiweka sawa, akaacha kuegemea. Ina maana anataka kusema neno zito. Alipojiweka sawa, maana fajalasa pale akakaa kitako uzuri. Nini maana fajalasa? Kwa sababu wakana muttasian, alikuwa ameegemea. Sasa fajalasa, akakaa kitako sawa sawa. Ina maana sasa hayo aliyosema ni madogo, sasa atakutumia maneno mengine. Alipojiweka sawa, fakala, akasema Mtume, la, hapana, walladhi nafsi biyadihi, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, yani naapa kwa Mwenyezi Mungu. Naapa nini? Hatta ta'thiruhum ala alhaqqi athara, mpaka mtapowalazimisha kwenda katika haki, mlazimisho maalum, au kama hapana budi basi ni uadui tuwe na yeye, hamna kwa pamoja, lazima akubali kwenda katika haki. Qauluhu ta'thiruhum, na aliposema hatta ta'thiruhum ay ta'tifuhum, yani kuwalazimisha kwenda katika haki. Wala taksurunnahu, na aliposema wala taksurunnahu ay la tahbisunnahu, ya kwamba mtawazuia. Kuwafupisha hapa ni kwamba mtawazuia juu ya haki, wadumu katika haki, hawataki haki basi vinginevyo. Lakini kama wamekubali kwamba Waislamu, mtawazuia juu ya haki, lazima wakae pale kwenye haki. Hadithi hii ya 13 inatupatia faida kama ifuatavyo. Kwanza, hadithi inafundisha ya kwamba jamaa alyahudu, walikusanya Mayahudi baina fi'li almunkari, kati ya kufanya maovu walikuwa nayo, waljahri bihi, na halafu wakifanya waziwazi maovu hayo. Uovu ni uovu kwa hakika, hauambii kwamba uovu huu ni bora au uovu mzuri. Uovu ni uovu, lakini kuna mambo ya kuzidiana, kuna kupigana katika uovu. Uovu utapokuwa unafanywa kwa siri, basi pengine Mwenyezi Mungu bado hajaghadhibika nao, na kuna waja wake Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atawaingiza katika pepo yake kwa siri vile vile. Hakuna kujua kadamu nafsi nini kilifanyika, na atamwambia mja wake siku moja kwamba wewe umeniabudu kwa siri, umetubia kwa siri, nami nimekusamehe kwa siri vile vile. Bado mtu anapokastahi mambo ya Mungu, anaona haya, afanye fawahisha mbele za watu, hakudharau kila kitu, bado baya anaujua na anafanya mabaya. Akitaka Mwenyezi Mungu atamuadhiri, na akitaka atamsitiri. Tizama wakati Nabii Musa alayhi salam anakwenda kuomba mvua na kaumu yake, ndani yake kuna mja mmoja amefanya maovu kwa kupindukia mpaka. Swala ya mvua imeswaliwa, dua imeombwa, mvua haikunyesha. Nabii Musa anamwambia Mola wake, nimekuomba ya Allah na mvua haikunyesha, na wewe si mwenye kurejesha dua za mitume yako. Vipi dua yangu mimi na umati wangu imekuwa ikifanya kazi? Mwenyezi Mungu anamwambia, li anna fi qaumika abdan, katika kaumu yako kuna mja mmoja asi, ni asi, kanivunjia heshima, nikanikosea.
Nabii Musa akatoa tangazo kwa Bani Israili kwamba jamani, man kana minkum asiyan falyatazilna, atakayekuwa miongoni mwenu anajijua mwenyewe kwamba ni asi na ajitenge na sisi. Hakutoka mtu kwenye grupu. Si rahisi kutoka mbele za watu kuonekana katika mtu hatakumdhamia. Kumbe huyo ndio dua isinyeshe mvua. Hakutoka mtu. Kumbe yule ambaye alikuwa akizungumza vile mwenyewe akijijua, alianza kusikitika mbele ya Mola wake na akaomba Mwenyezi Mungu amsitiri kwa siri. Nabii Musa alipoona kutoka mtu akaomba tena mara pili, mvua ikanyesha. Nabii Musa alikuwa anapenda kudadisi mambo kwa Mola wake, akubali hivi mpaka ajue siri iliyopo. Akaambia, ya Rabbi, nimeswali mara ya pili mja hakutoka, sasa mambo yamekuwaje? Mwenyezi Mungu akamwambia, laqad taba taubatan, huyo mja ametubia toba baini wa bainahu, tunajuana mimi na yeye. Ndio maana yake Nabii Musa anataka kumjua, naambie Mola wangu nani ni huyo nimjue, anaotubia toba mpaka Mwenyezi Mungu akaikubali kwa siri na mvua ikanyesha. Mwenyezi Mungu akamwambia, laqad satartuhu wa huwa asim, sikwambii Musa kumjua, nimemhifadhi nikamsitiri alipokuwa asi. Fakaifa ufadhihu wa kataba ilayya, na vipi nimpezei wakati sitobia kwangu? Simpezei kabisa, sikujiulishi. Tazama Mwenyezi Mungu namna alivyo kwa viumbe wake. Wakati maovu kwamba unapewa ruksa bwana ujifiche kwenye maovu hapa ndani, ukawa ukijua kwamba uko katika pahala pembamba, Mwenyezi Mungu akitaka atakupezea. Lakini kuna kuzidiana uovu. Mayahudi katika hadithi hii tunaambiwa kwamba jamaa hawa walikusanya vitu viwili pamoja. Walikusanya al-yahudu baina fi'li al-munkari, baina ya kufanya uovu, wal jahri bihi, na kufanya waziwazi uovu, wa adami nahyi anhu, la tatu waliwacha kabisa kukatazana na uovu ule. Mambo matatu kwa pamoja: uovu wanaufanya, halafu wanaufanya fawahisha, hawaogopi chochote, halafu hawakatazani. Ile jambo la mwanzo ni vitu vitatu hivi vikikaa pamoja, basi watu hawakoni. Faida ya pili katika hadithi hii tunayoipata, as-sukutu ala fi'li al-ma'asi, kunyamaza kimya watu juu ya kufanya maovu. Innama huwa tahridun, kunyamaza huko inakuwa ni kuhimiza uovu uendelee kwa nguvu. Waumini cheti jambo hilo lijue sana. Unaponyamaza kimya uovu uendelee, unaponyamaza kimya kwenye uovu usemi, basi ina maana kwamba unahimiza kwamba uovu uendelee. Kwa hivyo yeye mtu anakuwa, kwa sababu anahimiza, anakuwa anafanya uovu zaidi kuliko anafanya maovu. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu alipomwambia Jibril kaangamize kijiji, Jibril akatoa jawabu, inna fiha abdaka salihan, katika mji huu kuna mja wako ya Allahu mwema. Sasa nipe idhini niangamize na yeye wema yupo au nimtoe kwanza? Mwenyezi Mungu akamwambia malaika wake Jibril, bihi fabida, huyo ndo mwanzo. Kwa sababu gani? Li'annahu lam yataghayyar wajhuhu min ajli, kwa sababu uso wake haukubadilika kwa ajili yangu mimi. Maombi yanafanywa, kakaa na uchangu wake, kaziba mdomo, aseme kitu, yeye imekuwa nahimiza kwa kule kunyamaza kwake. Siku utosema kwamba nimesema sana sikusikilizwa, unanyamaza. Hapo utaponyamaza mpaka una maana kwamba unahimiza uovu ufanye. Hadithi hii yatupatia faida hii kubwa sana. Nini? As-sukutu ala fi'li al-ma'asi. Waumini wajijue kunyamaza kimya juu ya kutendwa maovu, innama huwa tahridun ala fi'liha, hakika kunyamaza huko ni kuhimiza juu ya kutendwa uovu ule. Unachochea moto, kila mtakuzimika huo unachochea. Kunyamaza kwake mtu ni kuchochea mambo kwamba yazidi. Ikiwa nyumbani kwake mtu wanawe ndivyo wanavyoona, nguo wanazozivaa, wanawali wazima, kurejea mtoto saa takazo, anaanza kuvuta sigara, anaanza kuchanganyika na vigrupu vibaya, ananyamaza kimya mzee, ina maana kwamba anamchochea mwanawe kwamba hapana neno, anampa kazi ya kufanya. Na hayo tumeyataja mfano wake nyumbani, basi ndio kila pahala ndivyo ilivyo. Wasababun, na kunyamaza kimya huko sio kuchochea tu, bali ni sababu lintishariha, ya kuenea kwa kasi uovu ule na kutapanyika kila pahala. Faida nyingine ya tatu katika hadithi hii ni kwamba la yakfi, haitoshi kabisa mujarradun nahyi anil munkar, kukataza tu peke yake maovu bilisani, kwa ulimi peke yake haitoshi. Ma'al qudrati, ikiwa uko uwezo
basi hautoshi ulimi kutumika peke yake na nguvu itumike vile vile. Kama ipo, kama hapana basi la yakfi, haitoshi kabisa mujarradun nahi anil munkar, kukataza peke yake maovu bilisani, kwa ulimi tu, maa alqudrati ala alman'i, pamoja na uwezo wa kuzuia, biliyadi, kwa mkono, walqasri ala alhaqi, na kuzuia vile vile juu ya haki. Basi ulimi mtupu hautoshi, inabidi mtu kama uwezo nao atumie nguvu yake, atumie mkono wake ili kuzuia uovu usiendelee. Sasa tunasogea mbele kwenye hadithi nambari 14 baada ya kumaliza 13. Arabi'a ashara, hadithi ya 14 katika mlango wa 23, babu al-amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. An Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qala, tunapokea kutoka kwa Abi Bakr as-Siddiq, Mwenyezi Mungu amradhi, amesema: ya ayuha nasu, enyi watu, innakum taqra'una hadhihi al-aya, hakika nyinyi mnaisoma aya hii na mnaipa tafsiri iliyokuwa sio, hamuipi uzito unaostahili. Aya yenyewe, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, alaikum anfusakum, juu yenu kujilazimisha nafsi zenu, la yadurrukum, hata kudhuruni nyinyi, man dhalla, aliyepotea, idha hadaitum, wakati nyinyi wenyewe mmeongoka. Aya hii Sayyidina Abu Bakar anawaambia masahaba wenziwe, jamani, mnaisoma aya hii na mnaipa tafsiri mbaya. Yani madhali wewe mwenyewe umeongoka na mtu kapotoka, basi unasema inni usalli wala ubali bihim, madhali mimi naswali, basi shauri lao wenyewe. Unaangalia nafsi yako peke yake, na ilhali ya kuwa mbali aya hii kuna aya nyingine zinazooana, anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu kwenye moto. Nyinyi mwaisoma aya hii mliposikia alaikum anfusakum, ilazimisheni nafsi zenu, la yadhurukum man dhalla, hata kudhuruni nyinyi aliyepotoka, idha hatadaitum, wakati nyinyi mmeongoka, mnaipa tafsiri iliyokuwa sio. Wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, na mimi nimemsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu yakulu, akisema: inna nnasa, hakika watu, idha ra'au dhalima, watakapomuona dhalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, wasikamate juu ya mikono yake miwili kumzuilia asidhulumu. Mtume anasema hivyo, yani hata kule kukataza kwa mdomo pia hakutoshi, kama tulivyopata faida katika hadithi ya 13. Mtume anazidi kuweka wazi maneno haya: inna nnasa, hakika watu, idha ra'au dhalima, wakati watapomuona dhalim anadhulumu dhulma yoyote, falam ya'khudhu ala yadayhi, basi wasishike, wasizuie, wasikamate juu ya mikono yake dhalimu huyo, au shaka, Mwenyezi Mungu atasogeza, an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, kuja kuwakusanya wafanyaji na wale walioyaachilia mambo maovu yafanywe, atawakusanya pamoja Mwenyezi Mungu bi'iqabin minhu, kwa mateso yanayotokana na yeye. Hadithi hii rawahu Abu Daud, ameisimulia Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i bi asanidin sahiha, na wote wameitaja kwa mategemezi ya kwa sahihi. Aya hii wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine kuna maneno yamezidi kidogo, ambapo katika riwaya hii ndio sasa hivi wa fi riwayatin ziyada, katika riwaya nyingine kuna ziada. Abu Bakar aliwaambia watu kwamba mnaisoma aya hii, lakini watadaunaha ala ghairi mawdhi'iha, katika riwaya nyingine, na mnaiweka pahala si pake. Naifasiri sivyo, mnachukulia kwamba mtu kaongoka yeye, watu wapotoka, basi haikumhusu. Imemhusu mtu uovu ambao anaofanya mwenziwe, imemhusu sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu atawachanganya kama atakaa kimya, anaofanya na yule ambaye atakaa kimya, wote pamoja, bi'iqabin minhu, kwa mateso yanayotokana na yeye. Basi Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu anakusudia sasa
kwa maneno haya, watadaunaha ala ghairi mawdu'iha, ay yani takhtiuna fi tafsiriha, mnafanya makosa kwenye kuifasiri. Indama tajuzunaha, wakati mnapojuzisha aya hiyo, ala umumiha, juu ya ule mkusanyiko wake. Fatatawahamuna, basi hapo imekuwa nyinyi mnafanya tuhuma, anna almu'mina, ya kwamba mu'mini alfarda, aliye mmoja peke yake, ghaira mukallafin, atakuwa tena hakulazimishwa bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Madhali yeye mwenyewe pekee kaongoka, mtakuwa mnaifasiri aya hii sivyo. Yani mtamfanya mtu mmoja kaongoka, hakulazimika tena kuamrisha mema na kukataza maovu, hivyo sivyo kabisa. Aya chungu nzima zimekuja kuitambua hii, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari, na nyingine vile vile wal takum minkum, na lazima patikane kati yenu ummatun, watu lazima wawepo, au dunia haitakuwa katika salama. Itakuwa mwenye nguvu ndo kule mali ya mnyonge, itakuwa kinyang'anyiro, itakuwa tena kamata watoto wadogo waliokuwa hawajui njema wala baya, hawajui mbele wala nyuma, na wao pia wataingia kwenye mkumbo wa kudhulumiwa. Ukisikia wanabakwa, wanakamatwa, mtu miaka 40 30 na ngapi, ukisikia kwenda naye mtoto katika machafu, ikiwa mwanamke ikiwa mwanamume, mtoto miaka 3 miaka 4 miaka 5, hii yote imetokana na watu kukaa kimya katika maovu. Mapema wameatia mambo yanakwenda huko, matokeo yake yafika pahala mpaka tena imekuwa tena hayawezekani tena. Na Mwenyezi Mungu na mtume wa Mwenyezi Mungu ametumia zamani, hata mkiomba dua wakati huo basi kubadili, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kama tulivyoona katika hadithi za nyuma. Kisha mtafika mpaka muombe dua, ya Rabbi, Mwenyezi Mungu ayamalize mambo haya, hayamaliziki kwa sababu mmekosea mwanzo nyuma. Ikiwa mtafasiri kwamba alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, mtachukulia ya kwamba mtu mmoja kaongoka, basi anakuwa ghaira mukallafin bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar idha hasada bi dhatihi, pindi ataongoka yeye mwenyewe. Wa anna al ummata al muslimata, na vile vile mtakuwa mnafasiri kwamba umma wa Kiislamu ghaira mukallafa, haukulazimishwa tena biiqamati shari'ati llahi, kuisimamisha sheria ya Mwenyezi Mungu, fil ardhi, katika ardhi hii, idha hasada bi dhatiha, kama utakuwa umma umeongoka wenyewe mara pamoja, umeongoka Maka, umeongoka pahala fulani katika dunia kwa mfano, wadalla an-nasu min hawliha, na pambezoni mwa ulimwengu watu wengine wakawa wamepotoka. Ikiwa mnaifasiri aya alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha hadaytum, basi itakuwa watu wengine hawana haja ya kufikishiwa Uislamu, na wakae na ukafiri wao na maovu yao, ukafiri wao na uovu wao hautokadimika kufikia na nyinyi vile vile. La, hapana, laisa al-amru kadhalik. Sayyidina Abu Bakar anamwambia jambo haliko kama hivyo katika aya hii. Faida tunaipata kwenye hadithi hii, ala al-ummati al-muslima, ni wajib, ni lazima juu ya umma wa Kiislamu, an tatadhamana fiha fima bainaha, lazima uchukue dhamana, umechukua dhamana umma wa Kiislamu katika mambo ambayo yako mbele yake. Wa an tatanasaha, na umma wa Kiislamu lazima uwe unanasihiana na watu wengine. Watatawafa, umma wa Kiislamu lazima uwe unatoa nyasia zake. Wa an tahtadiya bihadiyi llahi, umma wa Kiislamu watakiwa uongoke wenyewe kwanza, uongoke kwa Mwenyezi Mungu, thumma la yadhurruha, kisha baada ya hapo madhali wameongoka na wananasihi watu, wanawaongoza watu, hapo ndipo itapokuwa la yadhurruha baada dhalika, haitudhuru umma huo baada ya hapo shay'an an yadhilla an-nasu hawlaha, ikiwa watapotea watu pembezoni mwake. Madhali da'wa wanaifanya, madhali wanasema, wanakataza, wanazuia dhulma, hapo itakuwa tena wataondoka duniani salama usalimini. Lakini kuongoka wenyewe wakifanya hayo bado hawajenda bila Mwenyezi Mungu safi. Walakin hadha la yufiha min da'wati an-nasi kullihim ila al-huda, lakini haya kwa hakika hayatoweza kuwaepusha watu wote, kuwalingania watu wote katika uongofu. Iqabullahi, vile vile katika hadithi hii tunaona kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu yashmulu dhalima, humkusanya aliyedhulumu lidhulmihi, kwa ajili ya dhulma yake, wa ghaira dhalimi, na mwingine asiyodhulumu. Kwa nini? Liiqrarihi alayhi, kwa sababu ya kule kukubali kwake dhulma ile ifanyike mbele yake,
waqad qadara ala man'ihi, na hali ya kuwa anao uwezo kuizuia sizuie, na yeye pia ataingia kwenye mateso haya. Mlango wa 23 umemalizikia hapa. Inshallah katika darasa itakayofuatia tutaingia katika mlango wa 24. Kwa leo kwanza na tumalizie hapa inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مكسورا إلا جبرته ولا ظالما إلا قهرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة